Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Wapendwa wasikilizaji, tunawakaribisheni tena katika kipindi hiki ambacho ni cha kujifunza neno la Mungu. Karibuni sana. Majina yangu ni Benjamin Dimbandi ambaye mnashirikiana naye katika kipindi hiki. Tutaomba ili tupate kuendelea. Baba mtakatifu, tunao wingi wa shukrani kwa kuwa neema yako imekuwa pamoja nasi. Jina lako litukuzwe. Uwe karibu nasi katika kujifunza huku, na kila atakayesikia umubariki. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Wapendwa, somo letu ambalo tunataka tujifunze kwa pamoja katika muda huu ni somo linalozungumzia Ukristo wa kweli. Ukristo wa kweli. Unajua wapendwa, watu wengi hawajui jina Ukristo lilianzia wapi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 11, kuna kisa cha wale wanafunzi wa kwanza wafuasi wa Yesu. Baada ya Stefano kupigwa kwa mawe, walikimbia. Sehemu walipofika walikuwa wakibagua kufundisha, lakini muda ulipofika wakafundisha watu wa Antiokia. Maana maandiko yanasema kwamba wasimfundishe mtu mwingine isipokuwa Wayahudi peke yao. Lakini walipofika Antiokia wakajaribu kuwafundisha hao watu, walikuwa ni wa mataifa sio Wayahudi, na watu wakapokea ujumbe kwa ukunjufu wa moyo. Baadaye habari hizo zikawafikia mitume, wao walikuwa wamebaki huko Yerusalemu, kwamba hata wa mataifa wamepokea ujumbe. Wakamtuma Barnaba kufika huko, akakuta mambo yako mazuri sana, mambo yako sawa. Imeandikwa katika sura 11, utaanzia mstari wa 19, lakini mimi nitakimbia mara moja nisome mstari wa 22. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuweko katika Yerusalemu, wakamtuma Barnaba aende hadi Antiokia. Naye alipofika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa moyo wote. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Wakawa kwa muda wa mwaka mzima, wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Hili ni jambo la kutisha, halafu la kujaliwa na kila mtu mwenye kupenda Biblia. Ujumbe ulipokuwa bado katika Uyahudi peke yake, walikuwa hawajapata jina la Ukristo. Lakini baada ya kuwa wamepokea ujumbe watu wa mataifa na kuambatana na Wayahudi, ndipo mara ya kwanza katika Antiokia wakaitwa Wakristo. Tabia za wale watu zilibadilika. Labda niseme hivi, ndani ya jina Wakristo mna jina Kristo. Tabia za watu zilibadilika zikafanana na Kristo. Mazungumzo yao yakabadilika yakawa ni ya Wakristo. Muonekano wao ukabadilika ukawa ni wa Kikristo. Baadaye wakawaita Wakristo, si wao waliojiita Wakristo. Ndio maana hata ni shida watu wakiwa wanajitangaza wao wenyewe kwamba nimeokoka, mimi okoka kwanza. Tabia zako zidhihirisha kwamba umeokoka, ndipo watu wakutaje kama umeokoka. Kwa sababu hata na wale walioitwa Wakristo, si kwamba wao walienda wakiwa wanatangaza kwamba sisi mtutambue sisi ni Wakristo, bali wao walibadilika na watu wakawaita Wakristo. Shetani baada ya kuona kwamba amejaribu kuusumbua ulimwengu kupitia upagani, uchawi, nini na nini, hayo mambo yote alipoona ya kwamba hayamletee mavuno makubwa, aliamua kutumia mbinu nyingine ambayo imemletea mafanikio makubwa. Ni kujifanya kuwa Mkristo, ni kuleta Ukristo bandia. Ndugu zangu, mnajua katika vitu vyote kuna kile ambacho ni original na kuna vile ambavyo ni fake. Ukristo original Shetani ameubadilisha, akaleta Ukristo fake, na walio wengi ndio Ukristo walio nao. Tunaposoma katika kitabu cha Wakorintho, nafikiri ni katika ile waraka itakuwa ni kama ya pili, tusome katika ile sura ya 11 mstari wa 14. Imeandikwa hivi: wala si ajabu, maana Shetani naye mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si jambo kubwa
watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Ukristo halisi, Ukristo wa kweli, sio kubatizwa, sio kuwa na jina la pili, sio kusali katika kanisa ambalo ni la kimaridadi. Ukristo wa kweli ni ule ambao umejengwa katika misingi mitatu. Misingi mitatu hiyo ni kuwa na mahusiano mema na Mungu. Unajua, katika kitabu cha Samueli ya kwanza, ukisoma katika ile sura ya 16, unaanza kabisa na mstari wa kwanza, inazungumzia kwamba Mungu yeye hawezi kuangalia kama wanadamu. Wanadamu tunaona kwa nje, lakini Mungu anaangalia mpaka ndani ya moyo. Kwa hiyo kama wewe ni mchafu ndani ya moyo wako, una mawazo mabaya, una chuki, una fitina, una wivu, una kinyongo, hawezi kumfurahia mwenzako akifaidika, Mungu hawezi kukuhesabu kama Mkristo. Msingi wa pili ni kuwa na ujirani mwema. Kuwa na ujirani mwema. Hili nitalisoma katika kitabu cha Warumi, sura ni ile ya 12, ukisoma mstari wa 18, maandiko yatakuelezea kwamba ikiwezekana kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Ikiwezekana, yani fanya iwezekanavyo ili kwa upande wako ukae kwa amani na watu wote. Hatua ya tatu ambayo inaweza kusaidia ili uwe Mkristo wa kweli ni kuishi na amani, kuishi kwa amani katika familia yako. Mke wako akuone kama wewe ni baraka. Mume wako akuone kama wewe ni baraka. Watoto wakufurahie, waone wewe ni baraka. Hata wazazi kama wewe ni mtoto wafurahie kuwepo kwako katika hiyo familia. Kwa hiyo Ukristo wa kweli una misingi hiyo mitatu. Ukristo wa kweli una misingi hiyo mitatu. Kuwa na mahusiano mema na Mungu, kuwa na uhusiano mwema na majirani, kuwa na uhusiano mwema na wanafamilia, ili wawe wanakufurahia, wawe wanaona wewe ni mtu mwema. Kwa hiyo usirizike kwa kuwa umebatizwa. Usirizike kwa kuwa una jina la ukoo na jina la wazungu, ambalo walio wengi ndilo wanalitambua kama jina la Wakristo. Wengine hata wanapata majina ambao hawajui tafsiri yake, ili muradi liwe jina la kizungu. Hapana, Ukristo sio hivyo. Ukristo sio kuona jina lako limeandikwa katika kitabu cha dini. Ukristo sio kusifiwa na mchungaji au na mwinjilisti akitaja jina lako. Ukristo ni kumketisha Kristo ndani ya maisha yako na anageuka kuwa kiongozi. Tabia zako anazihamisha kuziingiza katika maisha yako, halafu unaenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mungu atubariki, Mungu atuwezeshe kuwa Wakristo wa kweli katika jina la Yesu. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, mtapiga simu kwa namba hizi: 078 00 71 040. Narudie, 078 00 71 040. Zingine namba 074 00 46 353. 074 00 46 353. Mungu awabariki. Tuombe kwanza kabla hatujahitimisha. Tunakushukuru Baba mwema kwa kuwa umetujalia neema ya uhai na kupata nafasi hii ya kujifunza neno lako. Uwe karibu nasi na wasikilizaji wote, uwasaidie ili sote tuwe Wakristo wa kweli. Tuachane na tabia mbaya, tuwe na tabia yako. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Nipe habari za Yesu.